23 Oktoba 1957 katika mji wa Tambwe uliokuwa sehemu ya Rwanda Urundi, sasa ni Rwanda. Wazazi wake walikuwa wakimbizi kutoka Rwanda ambao walikimbilia nchini Uganda kutokana na machafuko ya kikabila yaliyokuwa yanaendelea kabla ya uhuru wa Rwanda. Kagame alikulia katika kambi za wakimbizi nchini Uganda ambako alipata elimu yake ya msingi. Alisoma katika shule mbalimbali nchini Uganda. Kipindi muhimu katika elimu yake kilikuwa alipohudhuria Ntare School, shule maarufu nchini Uganda ambayo pia ilikuwa imesomwa na Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Kagame alikaa Ntare School kwa miaka 4, kuanzia mwaka 1972 hadi 1976. Alipata fursa ya kupata elimu bora katika mazingira ambayo yalikuwa tofauti na maisha ya ukimbizi. Baadaye alipata mafunzo ya kijeshi nchini Uganda na pia alihudhuria United States Army Command and General Staff College huko Fort Leavenworth, Kansas, nchini Marekani. Kuingia kwenye siasa na jeshi. Maisha ya Kagame yalichukua mkondo wa kisiasa na kijeshi alipojiunga na National Resistance Army (NRA) ya Yoweri Museveni nchini Uganda mwishoni mwa miaka ya 1970. Alishiriki kikamilifu katika Ugandan Bush War iliyopelekea kuingia madarakani kwa Museveni mwaka 1986. Kagame alikuwa mmoja wa maafisa wakuu wa kijeshi na alifanya kazi katika idara ya ujasusi ya jeshi la Uganda. Kurudi Rwanda na Rwandan Patriotic Front (RPF). Mwanzoni mwa miaka ya 1990, Kagame aliongoza Rwandan Patriotic Front (RPF), kundi la waasi wengi wao wakiwa Watutsi waliokuwa wakimbizi. Katika harakati za kurudi Rwanda, RPF ilianzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1990. Jukumu katika kumaliza mauaji ya kimbari ya Rwanda. Kagame alikuwa na jukumu muhimu sana katika kukomesha mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994. Baada ya mauaji hayo kuanza, RPF ilizidisha mapambano yake na hatimaye ilifanikiwa kuushinda utawala uliokuwa unafanya mauaji. Kupanda kuwa rais. Baada ya RPF kuchukua udhibiti wa nchi, serikali ya mpito iliundwa. Kagame alihudumu kama makamu wa rais na waziri wa ulinzi. Alikuwa akionekana kama kiongozi mwenye nguvu zaidi katika serikali. Mnamo mwaka 2000, Rais Pastor Bizimungu alijiuzulu na Paul Kagame akawa rais wa Rwanda. Kagame amekuwa rais wa Rwanda tangu mwaka 2000. Ameongoza nchi katika kipindi cha mabadiliko makubwa, akifanya kazi ya kujenga upya taifa baada ya mauaji ya kimbari. Uongozi wake umejikita katika kuleta utulivu, umoja wa kitaifa, maendeleo ya kiuchumi na kuboresha huduma za kijamii. Ameshinda uchaguzi mkuu mara kadhaa na kuendelea kuwa rais hadi sasa. Uongozi wake umesifiwa kwa kuleta maendeleo makubwa nchini Rwanda, lakini pia umekosolewa na baadhi ya watu na mashirika ya kimataifa kuhusu masuala ya demokrasia na haki za binadamu. Hii ni kwa ufupi historia ya safari ya Paul Kagame kutoka kuwa mkimbizi hadi kuwa rais wa Rwanda. Ni historia yenye mambo mengi na yenye utata, lakini inaonyesha uongozi wake katika kipindi muhimu sana kwa taifa la Rwanda.